kipindi cha Kwaresima. Liturujia ya neno la Mungu inatualika leo kutafakari juu ya kiu ya wanadamu na maji ya uzima ambayo Mungu anatupa. Ndugu zangu, katika Injili ya leo tunasikia simulizi la kukutana kwa Yesu Kristo na mwanamke Msamaria kwenye kisima cha Yakobo. Tukio hili ni somo kubwa sana la kiroho katika maisha yetu ya Kristo. Ndugu zangu, leo Mama Kanisa anapenda kutufundisha mambo kama yafuatayo. Ya kwanza, Yesu anakuja kutukutana katika maisha yetu ya kila siku. Injili inasema Yesu alipofika Samaria alikaa karibu na kisima kwa sababu alikuwa amechoka na safari. Hapo ndipo mwanamke Msamaria alipokuja kuchota maji. Ndugu zangu, hapa tunaona jambo muhimu. Yesu anakutana na watu katika hali za kawaida za maisha yao. Mwanamke huyu hakwenda pale kutafuta mafundisho ya kiroho. Tumsifu Yesu Kristo. Alienda tu kuchota maji. Lakini hapo ndipo alipokutana na Yesu. Mara nyingi pia katika maisha yetu tunakutana na Mungu katika mambo ya kawaida, katika familia zetu, katika kazi zetu, katika shida na changamoto zetu. Ndugu zangu, Kwaresima ni wakati wa kufungua macho ya imani ili tuone kwamba Mungu yuko karibu nasi na anataka kukutana nasi. La pili, Yesu anavunja mipaka ya ubaguzi. Wakati wa Yesu, Wayahudi na Wasamaria hawakuwa na uhusiano mzuri. Pia ilikuwa si kawaida kwa mwalimu wa Kiyahudi kuzungumza na mwanamke hadharani. Lakini Yesu hakujali mipaka hiyo ya kijamii. Yesu alimwomba mwanamke yule maji ya kunywa. Mwanamke alishangaa na kuuliza, "Inakuwaje wewe Myahudi uniombe maji, mimi mwanamke Msamaria?" Ndugu zangu, hapa tunajifunza kwamba upendo wa Mungu hauna ubaguzi. Mungu hampendi mtu kwa sababu ya kabila, jamii au historia yake. Wote ni watoto wa Mungu. Katika jamii yetu pia kuna hatari ya ubaguzi. Ubaguzi wa kabila, hali ya maisha au hata dini. Lakini Injili ya leo inatualika tufungue mioyo yetu na kuwakaribisha watu wote kama ndugu. Tatu, Yesu ndiye maji ya uzima. Yesu anamwambia mwanamke, "Kama ungejua zawadi ya Mungu na ni nani anayekuambia nipe maji ninywe, ungemwomba yeye naye angekupa maji yaliyo hai." Ndugu zangu, maji haya ya uzima ni neema ya Mungu na Roho Mtakatifu anayebadilisha maisha ya mwanadamu. Mwanamke huyu alikuwa anatafuta maji ya kawaida, lakini Yesu alimwelekeza kwenye kitu kikubwa zaidi.
maji yanayotosheleza kiu ya roho. Ndugu wapendwa, kila mwanadamu ana kiu moyoni mwake, kiu ya furaha, kiu ya upendo, kiu ya amani na kiu ya maana ya maisha. Watu wengi wanajaribu kuzima kiu hii kwa mali, fedha, anasa au mafanikio ya dunia. Lakini ndugu zangu, mambo haya hayaleti utoshelevu wa kudumu. Ni Yesu Kristo pekee anayeweza kutosheleza kiu ya moyo wa wanadamu. 4. Yesu anatuita kwenye toba na kweli. Katika mazungumzo yao, Yesu alimwambia mwanamke kuhusu maisha yake, kwamba alikuwa na waume wengi. Mwanamke alitambua kwamba Yesu ni nabii. Yesu hakusema hayo ili kumdhalilisha au kumhukumu, bali kumsaidia kuona ukweli wa maisha yake. Hii ndiyo njia ya wokovu, kukubali ukweli na kubadilisha maisha. Kipindi cha Kwaresima kinatuita kufanya mambo matatu muhimu. Ya kwanza, sala, kuimarisha uhusiano wetu na Mungu. Ya pili, funga, kujifunza kujinyima na kumtegemea Mungu. La tatu, sadaka na matendo ya huruma, kuwasaidia maskini na wahitaji. Ndugu zangu, kwa njia hizi tunafungua mioyo yetu kwa neema ya Mungu. 5. Kukutana na Yesu kunabadilisha maisha. Ndugu zangu, baada ya mazungumzo yale, mwanamke Msamaria aliacha mtungi wake wa maji na kukimbia kwenda kijijini kuwaambia watu, "Njoni mkamwone mtu aliyeniambia yote niliyotenda." Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, hapa tunaona mabadiliko makubwa. Mwanamke aliyekuwa anaonekana mwenye dhambi sasa anakuwa mtangazaji wa habari njema. Kwa sababu ya ushuhuda wake, watu wengi wa Samaria walimwamini Yesu. Hii inatufundisha kwamba mtu anayekutana kweli na Kristo hawezi kubaki vile vile. Moyo wake hubadilika, maisha yake hubadilika, na anakuwa shahidi wa Injili kwa wengine. Ndugu zangu wapendwa, neno la Mungu la Dominika hii ya leo linatufundisha mambo makubwa matatu. Ya kwanza, Yesu Kristo anatukutana katika maisha yetu ya kila siku na anatuita tuwe karibu naye. La pili, Yesu ndiye maji ya uzima yanayoweza kutosheleza kiu ya roho zetu. La tatu, kukutana na Yesu kunatuita kutubu, kubadilika na kuwa mashahidi wa Injili. Katika kipindi hiki cha Kwaresima tujiulize, je, ninatafuta maji ya uzima kutoka kwa Yesu, au ninajaribu kuzima kiu ya moyo wangu kwa mambo ya dunia? Ndugu zangu, tumwombe Mungu atupe neema ya kufungua mioyo yetu ili tupokee maji ya uzima na kuwa
mashahidi wa upendo wake katika familia zetu na jamii yetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.